katika sekta ya elimu, serikali imeboresha sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2024 na mitaala ya elimu katika ngazi ya elimu ya awali, msingi, sekondari na elimu ya ualimu ili kuimarisha utoaji wa elimu katika ngazi hizo na kujielekeza kutoa elimu ujuzi kulingana na mazingira ya nchi na mahitaji ya soko la ajira. Mheshimiwa Spika, vile vile serikali imeongeza bajeti ya sekta ya elimu toka shilingi trilioni 4.72 mwaka 2020-2021 hadi shilingi trilioni 6.16 mwaka 2024-2025 iliyosaidia kuimarisha miundombinu pamoja na kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Pamoja na mambo mengine, serikali imejenga shule 26 za sekondari za sayansi za wasichana kwa kila mkoa, shule 7 za sekondari za wavulana za sayansi kila kanda na shule 103 za sekondari za mafunzo ya amali na ufundi. Lakini vile vile serikali imeongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kutoka madarasa 191,708 mwaka 2020 hadi madarasa 254,393 mwaka 2025. Aidha, serikali imeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya biashara. Imetoa vifaa vya kisasa katika shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundishaji amali na imekamilisha ujenzi wa nyumba 1792 za walimu, maabara 638, maktaba 1128 na mabweni 1000. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6 na imeongeza bajeti ya mpango huo kutoka shilingi bilioni 312.06 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 796.58 mwaka jana 2024. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa wanafunzi walionufaika na mpango huo kutoka 14,940,925 mwaka 2020 hadi 16,155,281 mwaka 2024. Vile vile katika kuhakikisha kila Mtanzania anapata fursa ya elimu iliyo bora, serikali imewarejesha shuleni wanafunzi 18,347 waliokatiza masomo kutokana na sababu mbalimbali.